Zitambue dalili mbaya na za hatari za UTI. Dalili hizi humaanisha kwamba uko katika hatari mbaya ya kupoteza uhai, lakini pia dalili hizi humaanisha kwamba figo zako zimeathirika kwa kiwango kikubwa, lakini pia kibofu cha mkojo kimeathirika kwa kiwango kikubwa, na hivyo uko katika hatari au mstari mwekundu wa kuhatarisha maisha yako. Daktari hawezi kupendekeza dawa sahihi ya kutumia. Usije ukatumia Azuma hapa. Na hii labda nitoe warning au nitoe tahadhari. Watu wengi wamezoea kutumia azithromycin kwa maana ya Azuma katika kutibu UTI. Jamani, azithromycin au Azuma kwa sasa hivi, hii dawa imepoteza uwezo wake wa kutibu UTI. Kwa magonjwa mengine ni sahihi kabisa, inatibu vizuri kabisa na ni dawa nzuri kabisa, lakini inapokuja kwa swala la UTI ni either uchanganye na aina nyingine ya dawa, au kama itawezekana utumie aina nyingine kabisa ya dawa yenye uwezo mkubwa, kwa sababu hii uwezo wake umekuwa ni hafifu. Sisemi kwamba haina ubora, isipokuwa kutokana na matumizi holela ya hii dawa imetengeneza usugu ambao vimelea wametengeneza usugu juu ya hii dawa. Kwa hivyo mtu akitumia kwa ajili ya UTI kuna uwezekano mkubwa wa kutokupona kikamilifu. Turudi katika mada yetu. Dalili ya kwanza ni maumivu makali ya mgongo. Maumivu makali ya mgongo, hasa usawa wa figo, huwa ni kiashiria kwamba maambukizi ya UTI au bakteria hawa UTI wamepenya na kufikia katika figo, hali ambayo kwa kitaalamu huwa tunaita ni pyelonephritis au UTI ya figo. Sasa hii ina hatari kiasi gani? Maambukizi ya bakteria hawa UTI ikifika katika figo husababisha maumivu makali ya ndani yasiyoisha, kutokea yanaweza kutokea upande mmoja au pande zote mbili, na mara nyingi maumivu haya yanakuwa ni usawa wa mbavu kama nilivyosema, usawa kama wa location ya figo ilipo. Sasa kwa nini inatokea hivyo? Kwa sababu bakteria hao wanasababisha uharibifu mkubwa katika figo. Figo zinavimba, lakini pia figo zinashindwa kufanya kazi vizuri. Lakini maumivu haya hata kwa kugusa tu, labda ikitokea mtu anapotomasa katika usawa huo wa figo, basi maumivu haya yanaongezeka, yani unakuwa kabisa ni kama sehemu ambako labda umejigonga sehemu au sehemu kwenye jipu, kwamba mtu akikutomasa unasikia maumivu, na mara nyingi hayapungui kwa dawa za kawaida za maumivu. Unatumia dawa ya maumivu, lakini maumivu haya bado yanaendelea. Sasa dalili gani nyingine zinaambatana na maumivu haya? Ni pamoja na homa kali, lakini pia inaweza ukapatwa na vichefuchefu vya hapa na pale, uchovu mkali, mkojo ukiwa na harufu kali, lakini kiini kikubwa ni maumivu makali ya mgongo, hasa katika maeneo ya mbavu, usawa wa figo. Na hii huwa ni hatari sana. Kwa nini ni hatari? Kwa sababu hii ambayo tunaita pyelonephritis au UTI ya figo inaweza kusababisha uharibifu katika figo. Kama tulivyosema, figo zinavimba, lakini pia bakteria wanaingia katika damu na kusababisha kitu ambacho tunaita ni sepsis. Na kama mtu asipopata matibabu katika hatua hii kwa haraka, basi kuna uwezekano mkubwa wa kusababisha umauti, kwa maana ya kuna uwezekano mkubwa wa kupoteza uhai. Kitu ambacho ni muhimu na cha ziada ni kuzingatia kanuni, na ukipata mabadiliko kama haya inafaa ufike hospitali haraka
na usitumie dawa bila kupima. Usitumie dawa bila kupima, na vipimo ambavyo ni vya msingi sana katika stage kama hii ni dalili ya pili ya hatari ya UTI ni kukojoa mkojo unaomalizikia na damu, au kabla hujaanza kukojoa unapata kutoka usaha. Hii huwa ni dalili ya hatari sana, na kitaalam hii kukojoa mkojo ambao unachanganyika na damu unamaanisha kwamba kuna uharibifu mkubwa kabisa katika kibofu chako cha mkojo na pengine katika figo, na hali hii kwa lugha ya kitaalamu huwa tunaita ni hemorrhagic cyst au UTI kali inayoendelea katika kibofu cha mkojo na figo. Sasa manake nini? Manake ni kwamba hao bakteria sasa wamefanya uharibifu mkubwa katika zile kuta za kibofu cha mkojo, lakini katika kuta zile za urethra, ule mrija wa kutolea mkojo, lakini pia katika ureta na katika kuta za figo. Kwa hivyo seli nyingi zimekufa, tunaita ni pus cells, hizi zinakuwa zimekufa, na matokeo yake inapelekea unapokuwa unasukuma mkojo au mkojo unapita, unakuwa una erode ile layer ya juu ambayo inasababisha damu kutoka, damu kuchanganyikana na mkojo ambayo tunaita hematuria. Sasa ikitokea kuna usaha, manake ni kwamba pus cells zimekuwa nyingi, yani cells zimekufa kwa kiwango kikubwa sana, na kama usipofanya jitihada za haraka kujitibia, ina maana unahatarisha kwa kiwango kikubwa uhai wako, unaweka hatarini. Na UTI hii ya namna hii inahitaji sio tu kutumia dawa, lakini upate kutumia dawa ambazo ni sahihi, na dawa hizi ni vyema ziwe prescribed na mtaalamu wa afya ambaye ataangalia hali ambayo uko nayo, ikiwezekana na vipimo. Baada ya kuchukua vipimo na kujua ni aina gani ya bakteria, hasa kama ni E. coli au ni aina nyingine ya bakteria ambao wamesababisha hii shida ambayo uko nayo, na ataangalia pia ni kwa kiwango gani maambukizi haya yameathiri figo zako, kwa maana ya pyelonephritis. Kwa hivyo utapatiwa dawa kulingana na hali ambayo uko nayo. Sasa watu wengi huchukulia kawaida, ikiwa katika hali kama hii, vipimo ambavyo unatakiwa ufanye kwa faida tu. Urinalysis ni sawa, unaweza kufanya hichi kipimo cha mkojo, unaweza kufanya, lakini kipimo ambacho ni sahihi ni urine culture and sensitivity. Hii unapata kubaini specifically ukubwa wa tatizo, na utapatiwa dawa ili kuleta ufanisi wa uponaji. Lakini pia unaweza kufanya ultrasound ili kuangalia kwa kiwango gani figo zimeathirika au kibofu